أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Amma baad, leo tutaanza kuiangalia suratu al-Layl na tutaangalia mukaddima wa sura hii, na huu ulikuwa ndio uslubu na tunaendelea nao uslubu kama huu. Kabla hatujaingia katika tafsir ya sura, lazima tuangalie machache yanayohusu sura ile na huitwa mukaddima, introduction. Na tulieleza umuhimu wa mukaddima ama maudhui ya mukaddima. Huwa tunajadili zaidi asili sura kama hii kiujumla ina maudhui yepi. Tutaangalia idadi ya aya katika sura kama hii, na kama zipo asbab, yani sababu za kushukishwa sura kama hii, ni muhimu mambo haya hutajwa katika mukaddima. Pia hutajwa vile vile mahusiano, kama yako mahusiano au munasaba na sura kabla au na sura baada. Tunasema wabillahi tawfiq, suratul Layl, sura ya al-Layl, hili ni moja katika jina la sura hii. Kuna wengine husema iitwe suratu wal-Layli, wao huzidisha wao wal-Layli. Al-Imam Bukhari katika hadith au katika kitabu chake Fathul Bari au katika Sahih Bukhari, na vile vile al-Imam Tirmidhi, wao wamezidisha wakasema sura hii inaitwa wal-Layli idha yaghsha. Kwa hivyo kwa mukhtasar ina majina mangapi? Matatu. Jina la kwanza kama ilivyokuja katika rasmi ya Uthmani, riwaya ya Hafsa,
inaitwa suratul Layl, haina wao bali ni inaitwa suratul Layl. Jina la pili ni kama nilivyosema, al-Imam Bukhari na Tirmidhi wakanukuu kwamba sura hii iitwe suratu wal-layli idha yaghsha. Tatu, tukasema sura hii wengine huita wal-layli, kwa hivyo ina majina matatu. Idadi ya aya katika sura hii ni aya 21, aya 21, na katika sura hii ya Al-Layl ambayo ina aya 21, sura hii vile vile imezungumziwa kuhusiana na je, ni madania au ni makia, yani je, ni ya Maka au ni ya Madina. Kauli ya wengi ya mufassiruna wanasema sura hii ni sura makia, yani iliteremshwa katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Tulisisitiza na kusema kwamba tofauti ya sura za Makkah na Madina ni muhimu sana kuielewa, lakini utaielewa ikiwa utaangalia context au maudhui ya sura. Sura nyingi za Makkah ziliteremshwa kuaddress masala ya kifikra na concepts zilizokuwa Makkah, yani Uislamu ukaja na new concept, new thoughts ambazo zilikuwa zina challenge zile fikra zilizokuweko wakati ule. Moja katika fikra iliyokuwa glorified katika mji wa Makkah ilikuwa ni suala la ushirikina, kwamba Mungu ana washirika. Walikuwa kiamini Mungu, lakini wengine akasema huyu Mungu hatuwezi kupata nguvu mpaka tumjengee nini? Washirika. Hii ni ushirikina moja kwa moja. Na ulimwengu kwa ujumla ulikuwa umeingia katika upotofu. Mfano, kuna watu nje ya Makkah walikuwa kiabudu nyota, kuna wengine wakiabudu moto. Kwa hivyo Makkah watu walikiabudu masanamu. Makkah ilikuwa watu wakiabudu masanamu na wakiyapenda haya masanamu hata kuliko yani wakiyapenda zaidi masanamu haya, na wakakurubisha kama mapenzi ya waumini kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Baqara, asema wa binan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mwenyezi Mungu asema katika watu ni wale ambao wamejifanyia na kumfanyia Mwenyezi Mungu kwamba ana washirika, yuhibbunahum, wanawapenda mno. Na Qur'ani hapa imesema yuhibbunahum, wamepewa dhamiri haya masanamu kama yana akili, sababu hum ni dhamiri ya watu wenye akili. Kwa nini? Kwa sababu kule kuwapenda kwao ni kana kwamba yale masanamu waliyachukua daraja nyingine kwamba yanasikia na kunufaisha. Qur'ani technically ikasema walladhina amanu, yani yuhibbunahum ka hubbillah, yani wanavyopenda ka hubbillah, kama waumini wanavyompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Allah kasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, lakini waumini wao mapenzi yao ni makubwa zaidi kuliko hata washirikina wanavyopenda viungu vyao. Yani kwa maana aya hii inasema mu'min, yani moja katika sifa ya mu'min, mapenzi yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa zaidi kuliko kila kitu, kama walivyokuwa wakiwapenda washirikina wakipenda masanamu yao. Na hapa Mwenyezi Mungu akusema walladhina amanu hubbuhum kathira au kathira, la akasema walladhina amanu ashaddu hubban, tofauti yuhibbuna Allah kathira. Ashaddu hubban ikija kama masdar, kwa maana kwamba mapenzi ya waumini ni makubwa zaidi hata kuliko mapenzi ya nani? Ya washirikina kuyapenda nini? Masanamu. Wa hakadha almu'min. Kwa hivyo ikawa hii ni fikra ina dominate Makkah, na ina wafuasi wake, na ina watu wanalinda fikra hii na wana propagate fikra ya ushirikina. Kwa hivyo sura za Makkah zina address akida, masuala ya kuumbwa kwa wanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, masala ya siku ya Kiyama, masala ya wale ambao wanashika bendera na kukashifu Uislamu.
sura nyingi za Maka zikawa zinazungumzia mambo kama haya. Sasa sura hii kauli ya jamhur wanasema ni makia, ni sura iliyoteremka Maka. Sura hii iliteremka baada ya suratu Al-Fajri, iliteremka baada ya suratu Al-Fajri na ikateremka kabla ya suratu Al-A'la, kabla ya suratu Al-A'la, na ni sura nambari 93 kulingana na utaratibu wa mpangilio wa sura katika Qur'ani tukufu. Ni katika sura za mwanzo vile vile katika mji wa Makka. Inshallah leo hatutotafsiri hizi aya au aya ya kwanza, isipokuwa tunasema wabillahi tawfiq kwamba sura hii ni moja katika sura ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza na nini? Na kiapo. Na ndio kuna munasaba mkubwa ukiangalia sura iliyokuja baada yake, ambao kwa this context itakuwa ni suratu Dhuha tulivyoifasiri. Mwenyezi Mungu ameapa na mwangaza wa jua, kisha akasema walaili idha saja. Kiapo hiki Mwenyezi Mungu akakikariri tena walaili idha yakhsha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna munasaba baina ya sura hii na sura hii ya Wadhuha, kwa sababu anaapa na mabadiliko ya matukio ya dunia, yani mabadiliko ya jua na nyakati. Miongoni mwa rasilimali muhimu ambayo mwanadamu anahitaji na hupata utulivu ni usiku. Usiku huleta utulivu kwa sababu usiku unapatikana usingizi ndani yake. Waja'alna naumakum subata, Mwenyezi Mungu anasema tukajalia usingizi kuwa ni subatan ay rahatan li abdanikum, ni raha kwa miili yenu, mnatulia, mnapata kupumzika. Kisha ile asubuhi ikija, watu wanaanza taharukati za nini? Za maisha. Kwa hivyo sura hii ni sura ambayo Mwenyezi Mungu ameapa na kiapo hiki cha usiku. Ama maudhui ya sura kama hii, ambapo inshallah tutakoma hapa, sura hii kwa kifupi inazungumzia mambo matatu msingi. Jambo la kwanza ni tofauti inayokuweko baina ya juhudi na matendo ya wanadamu. Juhudi za wanadamu ni tofauti, zinatofautiana, kama vile vile amali zao pia hutofautiana. Inna sa'yakum la shatta. Hili ni la kwanza. Maudhui ya pili, kuna suala la wanaopewa mali kisha wakaspend mali haya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuna wale ambao wana uchu wa kupapia mali ili wasigawanye zibakie mikononi mwao, wana sifa za ubakhili. Kwa lugha nyingine, sura hii ina address suala la ugavi wa rasilimali, masala ya kiuchumi. Na masala ya kiuchumi ni masala ambayo huwa yanazungukia sera au yani siasa ya jinsi mwanadamu anavyotakikana kufungamana na mali. Kwa sisi Waislamu, sheria zote zinazompa muongozo huyu mwanadamu mahusiano yake na mali ndio huitwa uchumi. Ndio huitwa nini? Uchumi. Na concept ya Qur'ani katika sura kama hii inaeleza Muislamu anavyotakikana kuwa na mahusiano na mali, kwamba akiwa na mali yasibakie yale mali mikononi mwake, achukulie ni amana ambayo Mwenyezi Mungu anataka aihisi kwamba ile mali ni amana, na aispend kwa njia ambayo inamridhisha nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akasema fa amma man a'ta wa attaqa, yule mwenye kupeana kisha akaogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Uislamu
Kwa lugha rahisi, kupitia aya hii una address swala msingi la kiuchumi, kwamba uchumi mantiki yake halisia ni watu kusambaziwa rasilimali, ukiwa nacho toa. Wasaddaka bilhusna fasanuyasiru. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, akataja opposite ya hawa watu wanaotoa mali yao ambao ni Waislamu. Kuna watu mabakhili, yani super capitalist, super rich, ambao hawataki kabisa mali yao igawanywe, wanabakia tu mikononi mwao. Tulipiga mfano hapa ndugu zangu, watu hawa leo tunao. Ukiambiwa Elon Musk, mwajua utajiri alionao? Utajiri ulionao ni kuchukua nchi 14, nchi 3 za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, wasome bajeti zao kwa miaka 14. Bajeti ya Kenya na Tanzania na Uganda kwa miaka 14 ndio sawa ya utajiri aliokuwa nao Elon Musk. Just flip it. Angalia sasa global south, ulimwengu huku wetu wa third world countries, watu wako yani ile super poor, manake ni maskini hohe hai, watu hawana chakula. Wa amma man bakhila wastaghna, yule ambaye ana ubakhili, mali anayo na anaona anajitosheleza, basi na akakanusha, basi huyu anatofautishwa na mtu wa kwanza. Kwa hivyo Qur'ani imezungumza watu hapa waliokuwa na matabaka mawili, tabaka la Waislamu ambao hutoa mali yao na wale ambao huzuia kwa ubakhili kwa nao. Hawa ni pure capitalist ambao Makuraish walikuwa miongoni mwao. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza hapa mwisho kabisa hatima ya wale ambao wanajifakhiri na mali na wanachukua mali yao kama njia ya kuleta mateso na kumomonyosha maadili ya watu. Wa inna lil-akhirati al-ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa ashqa. Moto huo hatuingia ila jitu jiovu. Jitu jiovu, kwa maana kwamba Uislamu unatuelezea hapa siri ya mafanikio katika maisha ni si tu mtawala awe na mali, lakini pia awe na maadili, awe na principles, awe na reputation, awe na ethics ya kujali utu. Vinginevyo ukiwa na mali na huyatumii mali haya kwa njia mzuri, basi la yaslaha illa al-ashqa. Mwisho sura hii ikazungumzia muumini wa kikweli ambaye mali yake si chochote kile, yuko tayari dispose consume mali yake kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa anatajwa alladhi wa sayujannabuhu al-atqa alladhi yutima lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda. Na aya hizi ndio wanavyoni wanasema, wale waliosema kwamba sura hii iliteremka Maka, wanataja kisa cha Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, jinsi alivyomkomboa Bilal na Waislamu wale mustadhafina katika mji wa Maka, hoi haya wa maskini hawana kitu, na kuna mateso yanayofanywa dhidi yao, wanateswa. Sasa ikawa maskini hawana njia ya kujikomboa. Bilal bin Rabah akakombolewa na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sasa watu wakaanza kumcheka Abu Bakar. Huyu Abu Bakar naye hana kazi, anapitumia pesa, anamtumwa huyu. Mwenyezi Mungu akaishukisha aya hii ama sura hii akimsifu alladhi yu'ti malahu yatazakka. Huyu Abu Bakar hakumkomboa tu Bilal, alimkomboa huku roho yake iko safi. Anataka yani radhi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anataka kujisafisha nafsi yake, na anayafanya haya kwa radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama waliosema kwamba huenda sura hii kateremka Madina, wanataja kisa cha Abu Dahdah al-Ansari. Huyu bwana alikuwa waruzuku mayatima,
kama tulivyoeleza katika sura iliyopita, wala sawfa yu'tika rabbuka wa wajadaka dhalan fahada alam yajidika yatiman fa'awa. Tukasema Uislamu ulimpa nafasi kubwa sana yatima. Sasa kuna huyu hawa mayatima walikuwa kila tende katika mtende mmoja, akiwaambia kule ni hizi tende kadha kwa kadha, na akiwasimamia. Sasa ule mtende ulikuwa ni wa munafiki. Ikawa aliposikia kwamba huyo Abu Dahdah anawaruhusu watu kwenda kula ile tende pale, yeye akakasirika, akasema huu mtende ni wangu, kwa hivyo leo sitaki na tende zangu. Abu Dahdah al-Ansari alipoona hivyo akanunua huu mtende, akauallocate kwa nani? Kwa mayatima, wakawa yeye anawasimamia kama mayatima wale tende kama zile. Ndio ikaja aya hizi, alladhi yuti ma lahu yatazakka, yuti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitaghaa wajhi rabbih al-a'la wala sawfa yarda. Na watu wakasema, angalia huyu anajifanya na pesa, labda anatoa hii mtende ili atafute umaarufu. Qur'ani ikaja kumsafisha mtu kama huyu. Kwa hivyo haya kwa kifupi ndugu zangu ndio maudhui ya suratu Al-Layl, na biidhnillahi ta'ala wiki itakayokuja tutakuja moja kwa moja sasa kuanza na kiapo na tafsiri ya aya za suratu Al-Layl, ambayo ni moja katika sura tutapata fawaid nyingi sana zilizomo katika sura kama hii. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.